Ndugu zangu nisikilize. Kuna kauli moja, nadhani mwanzo mtanielewa wakati naongea, lakini mtanielewa baadaye. Siipendi. Na mimi ni miongoni mwa watu kama sipendi kitu sipendi, na nakuwa wazi, labda unieleweshe mpaka nikipende. Unafiki sio sehemu ya maisha yangu. Mimi siipendi kauli. Na inaonekana ina hekima ila haina hekima kwa mujibu wa Biblia. Kauli inayosema usichanganye mambo ya kiroho na siasa, hii kauli ni mbaya. Na nitawaambia kivi. Hii kauli italeta mgawanyiko. Itawaweka viongozi wa kiroho mbali na itawaweka wanasiasa mbali na kanisa. Ni kauli kama rafiki lakini sio rafiki. Nataka niwaambie kwa mujibu wa maandiko, huwezi kutenganisha kitu cha kiroho na siasa, wala huwezi kutenganisha kitu cha taifa na mambo ya kiroho. Hivi vitu, kauli inatakiwa iwe hivi, kwamba unapokuwa mtu wa kiroho, jua cha kuongea kwenye siasa, na unapokuwa mtu wa siasa, jua cha kuongea kwa watu wa kiroho, lakini sio kusema moja kwa moja usiingilie. Hiyo kauli sio sawa. Mungu akati anaumba, alipotuumba, alituwekea utawala. Na mwanzoni ukisoma maandiko vizuri, system ya mwanzoni ya utawala, kiongozi wa kidini ndio huyo alikuwa ni kiongozi wa kisiasa. Haujanielewa? Katika system ya utawala ya awali, kiongozi wa kidini ndiye alikuwa huyo Mungu anampa mamlaka ya uongozi wa nini? Wa jamii au wa siasa. Na ndio maana katika maandiko utakuta mara nyingi Mungu anamtia mafuta kiongozi na kusema ni mfalme. Neno mfalme naomba usilisahau. Tutaliangalia kwenye Biblia moja hapa Kiingereza, palipo neno mfalme Biblia inasema government. So Mungu alikuwa anamuita mfalme, anamwekea mafuta kuwa kiongozi wa kisiasa au kiongozi wa kiserikali, alafu anamfanya pia kuwa kiongozi wa kiroho. Nitakupa mfano. Mwanzoni kabisa wafalme, Mungu alipomteua mfalme katika Israeli, alimteua aongoze kiroho na aongoze kijamii au kiserikali au kisiasa. Samuel wa kwanza 16 mstari wa kwanza peke yake. Maandiko yanasema Bwana akamwambia Samuel, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanae. Maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Ni nani anazungumzwa hapo? Cheo gani? Nijibu kanisa lote, cheo gani? Okay. Biblia inasema akamtie mafuta awe nani? Okay, mfalme, kuna nchi zinazoongozwa na wafalme, zingine zinaongozwa na wafalme, zingine zinaongozwa na rais. So hiki cheo ambacho alitiwa mafuta sio cha kiroho. Tukubaliane mpaka hapo? Naanza kujihubiri mwenyewe nao sasa. Anasema nenda ukamtie mafuta awe mfalme kwa watu wangu. This is not a spiritual position. Hiki sio cheo cha kiroho. Hiki ni cheo cha kuongoza jamii. Lakini unamkuta Daudi huyo ambaye kwa nchi yetu kama Daudi na angekuwa kiongozi hapa, maana yake ni rais wa nchi. Unamkuta Daudi huyo ambaye alikuwa ni kiongozi wa jamii kama mfalme, maandiko mengine yanamueleza ni prophet, ni nabii. Ukienda kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2:30, niweke version ya Kiswahili kwanza. Matendo ya Mitume 2:30. Hebu muangalie Daudi. Hapa zinazungumzwa habari za Daudi. Okay? Basi kwa kuwa ni nabii, kwa kuwa ni nani? Nabii. Basi kwa kuwa ni nabii, alijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi. Now, hapo huwezi kuona jina Daudi, twende kwenye God's Word Translation. Kwenye God's Word Translation inasema hivi, David was a prophet. Is that a king? Is he say David was a king? No. David was a prophet and knew that God has promised with an oath that he would place one of David's descendants on his throne. Kwamba Daudi alikuwa ni nabii. Huku Samuel inatuambia Daudi alikuwa ni mfalme. Je, andiko hilo limekosea? No. Alikuwa akisimama kwa watu wa Mungu. He is a prophet. Akienda kwenye jamii ni mfalme wao. So there is no any way tunaweza kutenganisha jamii au uongozi wa jamii na uongozi wa kiroho. Wanatengana tu kwenye majukumu, lakini lazima wakae pamoja, lazima waketi pamoja kama walivyo viongozi wetu walivyokuja hapa.
Hii ndio inayopendeza na taifa lazima itasonga mbele. Kama unaipenda Tanzania, nyanyua bendera na skafu yako, sema Tanzania oye. Kwa staili hii nchi inaenda. Lakini ukianza no. We pastor. We nini? No. We padri, usiniambie. Hatuendi kokote. Ila inatakiwa huyu ajue anaongeaje na mipaka ipi, na huyu naye akija aongeeje na mipaka ipi. Hapo utaelewana. Lakini hii sentensi ya kuweka kwamba tusiingiliane, tusichangamane, mimi naikataa. Watu wa Mungu. Naongea na Watanzania wanaoipenda Tanzania, vigelegele na makofi mndani.